Sasa katika ishara za kinabii kwa njia ya ndoto, pale ambapo unakuwa umelala na halafu ukaota ndoto ukaona unakula chakula au umepewa chakula, na ni kwa njia ya ndoto unajiona umelala lakini unakula chakula au umepewa chakula na mtu usiyemjua na mtu usiyemfahamu, ukaota unakula chakula. Main point, unakula chakula. Sasa kula chakula kiroho, ndoto hii imekuwa ina maana kubwa sana, na wengi imekuwa ikiwasumbua, na wengi sana wamekuwa wakikosa maana halisi ya hiyo ndoto, na imekuwa ikiwasumbua sana. Sasa hii ndoto imekuwa na mapana makubwa sana, na ndani yake kuota unakula chakula, ndani yake kuna shambulizi la kiroho au kuna vamizi la kiroho pale ambapo kono umepewa chakula na umefanikiwa kukila kabisa. Manake hapo unaonyeshwa wazi kwamba kuna shambulizi la kiroho ambalo linakuwa limetumwa kwako na unahitaji msaada haraka sana ili Mungu akusaidie. Sasa moja ya madhara ambayo watu wengi sana yanawapata pale ambapo mtu unajikuta unakula chakula usingizini au unakula chakula ndotoni, moja ya madhara ni pale ambapo ni muombaji alafu ukauta ndoto umekula chakula au umelishwa vyakula. Ni alama ya kufisha kile kipawa cha maombi. Ile nguvu yako ya kuomba ya ndani inakufa kabisa. Ile nguvu yako ya kuomba inapotea, kwa sababu unapoota ndoto unaona unakula chakula, ulimwengu wa roho, elewa kabisa kwamba hiyo ndoto inakuwa haina maana nzuri. Elewa kabisa unapoota ndoto unakula chakula, hiyo ndoto inakuwepo haina viashiria vizuri kwa mwotaji wa hiyo ndoto. Manake moja kwa moja mtu huyo kama alikuwepo ana nguvu ya maombi, kama alikuwepo ana nguvu ya kumtafuta Mungu, pale ambapo ukaletewa tu ndoto ya namna hiyo ukajiona unakula vyakula rohoni, hiyo ndoto ni mbaya sana, na unahitaji usimame nayo sana 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 katika maombi, kwa sababu unapodharau ndoto ya namna hiyo, ndani yake kuna nguvu ya uharibifu inakuwa imetumwa. Lakini moja ya madhara mengine, unapoota ndoto unakula chakula, unasukumiziwa roho ya magonjwa. Magonjwa ni rahisi sana kuingia ndani yako. Vile vyakula vinakuwa ni sumu ya kichawi, ni sumu za kipepo zile moja kwa moja. Lakini katika ndoto utaona unakula wali, unakula paja la kuku, unakula mavyakula matamu na asilimia kubwa ulimwengu wa roho unakuletea chakula ambacho unakipenda. Ndoto za namna hii huaga zikuletee chakula usichokipenda, najua tu utakataa. Anaangalia unapendelea nini, kama unapenda kitimoto, unapenda nyama ya ng'ombe, unapenda nyama ya kuku, unapenda pilau, unapenda kunywa soda, na utaletewa soda ambayo ni pendwa, ni ile ambayo wewe unaipenda, ni ile ambayo wewe unaifurahia, ndio ambayo adui atakusukumia katika ndoto ili ushawishike kirahisi, ili ukubalike kirahisi. Sasa kinachofanyika pale kwenye hiyo ndoto, unapoota unakula vyakula, kama ni vyakula, jua kabisa ile ni mizoga ya wanadamu unakula, ile ni mizoga, lakini kiroho macho yako anayapiga upofu ili ushindwe kutambua vizuri, ili ushindwe kuona sawasawa, kwa sababu anajua wazi kwamba utakapojua kwamba unakula paja la mtu, unakula kichwa cha mtu, hauwezi kula, utakataa. Ndio maana unaletewa kwa njia ya ndoto. Ni sawasawa mtu mzima ana miaka 30 40, unamwambia nataka nikukabidhi uchawi, hata kama ni mama ni baba, unamkabidhi mtoto, atakataa, atakuona wewe ushindwe, nani umpe hiyo roho. Ndio maana unakuta hata uchawi mtu anataimiwa akiwa mchanga, akiwa mdogo, ndio anafundishwa namna ya kuloga, anafundishwa namna ya kupaa usiku, namna ya kula nyama za watu, namna ya kufanya ushirikina, anafundishwa akiwa mdogo. Kwa hiyo ukiota ndoto ya namna hiyo unaona unakula chakula, ni alama kwamba unasukumiziwa magonjwa ndani yako, ni alama kwamba unasukumiziwa roho za uharibifu ndani yako, na unahitaji msaada mkubwa sana kiroho pale ambapo unakuona ishara ya namna hiyo. Kwa hiyo hauhitaji kuipuuza wala hauhitaji kuidharau, kwa sababu ni roho inayoua maombi. Lakini pia ulimwengu wa roho unapokuona ndoto ya namna hiyo ni vifungo pia, hata kiuchumi. Unapoota ndoto unaona kwamba unakula vyakula, ni kifungo cha magonjwa na uchumi. Asilimia kubwa wanaota mandoto wanakula vyakula, nyota zao zinazimika, nyota yako inazimika, inapoteza mvuto, inapoteza mng'ao, inapoteza kibali, inapoteza fursa ambazo ilitakiwa zipate, kwa sababu ukishaota ndoto unakula mavyakula
katika usingizi wako, elewa kabisa kuna roho ambayo imeachiliwa kwako ili kufisha karama na vipawa ambao viko ndani yako, ili kufisha nyota ya kumiliki fedha, nyota ya kumiliki uchumi. Manake inakuwepo chini ya shambulizi la kiroho pale ambapo unakuwa unaota ndoto ya namna hiyo. Lakini inshallah namna hiyo pia unapokuwa unaiona, unasukumiziwa roho ya uvivu na uchovu wa hali ya juu sana. Fuatilia mtu ambaye ametoka kuota mandoto amekula vyakula, hata kama alikuwa anaenda kufanya mtihani kesho shuleni, huo mtihani atafanya chini ya kiwango, uwezo wa kufikiri kwake utaporomoka. Hata kama alikuwa anaenda kufanya kazi, atajiona mwili hautaki, mwili ni mzito, mwili ni mlegevu, mwili una shida. Unajiuliza shida ni nini? Shida ni kwamba ulimwengu wa roho umesukumiziwa nguvu za kichawi. Ulimwengu wa roho umesukumiziwa nguvu za uharibifu kwa roho ya chakula, kwa roho ya kuota unakula mavyakula, ulimwengu wa roho. Kwa hiyo hiyo ni moja ya ndoto mbaya sana pale ambapo unakuwa unaletewa, pale ambapo unakuwa unaiona. Hauhitaji kupuuza ishara za namna hiyo, wala hauhitaji kudharau, kwa sababu zinakuwa zimebeba matokeo mabaya sana juu ya maisha yako, zinakuwa zimebeba matokeo mabaya sana 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 sana. Sasa namna ya kutoka, ukishaamka tu ukitaka kunasuka kwenye huo mtego, ukisha lala na ukaamka ukaota ndoto ya namna hiyo, ukishtuka tu kabla hujafanya jambo lolote, ingia kwenye maombi ya toba, kutubu, lakini pia kujitakasa kwa damu ya Yesu. Ingia kwenye maombi, kunywa damu ya Yesu katika ulimwengu wa roho. Sema, ninainywa damu ya Yesu ndani ya mwili wangu, ninaondoa kila sumu ambazo zimeingia, ninaondoa kila uchawi ambao umeingia, ninaondoa kila mapooza ambayo yameingia ndani yako, ili aweze kuharibiwa na kuteketea kabisa, ili Mungu aweze kuleta neema yake ya baraka na mafanikio katika maisha yako. Lakini ishara nyingine, ili uweze kunasuka namna hiyo, kabla hujalala, penda kuomba ili uepukane na haya mandoto ya kula mavyakula ndotoni. Kabla hujalala, penda kuomba, na maombi hayo inakuwa ni kunasua mitego ya adui mibaya ambayo yamekuandalia. Inakuwa ni kunasua mitego ya wachawi ambayo wanakuwa wamekuandalia. Ulimwengu wa roho inasue, ikatae, iharibu, isambaratishe, iteketeze, jitenge nayo, alafu sasa ndo uje ulale. Pale ambapo utalala, hata hapo utaona ulimwengu wako wa roho unakuwa safi. Hautaota mandoto mabaya, hautaota mandoto unakula vyakula. Kwa sababu gani? Kwa sababu ulimwengu wa roho unakuwa upo katika hali ya usafi na utakatifu. Mungu akubariki sana, Mungu akutunze. Niliyekuwa ninazungumza nawe ni Kuhani Samuel Yosia. Jambo la kuzingatia, usiache kusubscribe akaunti hii, lakini ukihitaji msaada wa kiroho, namba zetu za WhatsApp ziko hapo, na Mungu atakubariki sana. Ninakutakia wakati mwema. Shalom shalom, Maranatha. Asante sana. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.